Mitafaruko imekuwa mingi sana kwenye michezo, na watu wengi na Watanzania kiujumla ambao wanafuatilia michezo na furaha yao wamewekeza kwenye michezo, lakini pia kuna wengine wanategemea wapate riziki kwenye michezo. Kwa hiyo furaha ya Watanzania kiujumla wanapenda kwamba michezo iendelee kukua kwa kasi sana. Kama tu ligi yetu imeweza kushika nafasi ya 4, ina maana imekuwa bora. Ina maana tafsiri yake kwamba viongozi wa TFF, bodi ya ligi, na wanaosimamia mamlaka ya soka wako makini sana na kuona namna gani tuboreshe wapi na tufanyaje, tutumie akili gani ili sasa siku moja tuone kwamba michezo yetu au ligi yetu ya Tanzania bara iweze kushika nafasi ya 2 au ya kwanza hapa Afrika. Lakini kwa yanayoendelea mpaka sasa hivi, tuna miezi 2 mpaka 3 ni gumzo kubwa, kutokana kwamba Machi 8 mpaka sasa hivi tuna huu mwezi wa 6. Ina maana tafsiri yake kwamba ni miezi 3 Tanzania sasa imeweza kutikisika kati ya Mnyama Simba na Young Africans kutokukutana ile Machi tarehe 8. Imekuwa kuna changamoto kubwa sana ambako sasa tunaenda ile nafasi ya 4 sasa inaenda kushuka chini. Mpaka sasa hivi imekuwa kama nafasi ya 10, ya 12 mpaka ya 15, endapo kama wakipitisha sensa kwa ligi za Tanzania na nchi zingine za Afrika kiujumla, inaweza ikawa imeshika nafasi ya 15 huko, kutokana tu kwamba viongozi na vilabu hivi ambavyo vinatakiwa viwe sambamba, kwamba kila mtu acheze nafasi yake, kwamba viongozi wa bodi ya ligi wacheze kwenye nafasi yao, lakini Wallace Karia na timu yake iliyoko hapo TFF nao pia waone namna gani ya kuweza kucheza kwenye nafasi yao, lakini pia na vilabu ambavyo vinasimamiwa na viongozi wao, ukiwa na rais, siji benchi kamati, siji nini, lakini pia na wananchi kiujumla ambao mwenyekiti wao kuna mwenyekiti labda wa Young Africans, wanachama wa Young Africans wana mwenyekiti wao, lakini pia ukitazama huku mwenyekiti wa Simba pia yupo, lakini kuna matawi mengi ya Watanzania ambao vilabu tofauti waone namna gani ya kuweza nao pia kucheza kwenye nafasi yao, ili sasa ligi yetu ya Tanzania iweze kukua kwa kasi, na kuona namna gani siku moja tukae kama siku ya leo hivi tuzungumzie kwamba sasa ligi yetu imeshashika nafasi ya 2 au mpaka ya kwanza hapa Afrika nzima kiujumla. Lakini kwa haya ambayo yanayoendelea kiukweli, wa Tanzania wanashindwa kuelewa kwamba hatima ya ligi yetu sasa inaenda kuishia wapi. Kama tu viongozi wa bodi ya ligi na TFF wanashindwa namna ya kuweza kuhendo sasa hili tatizo lililokuwepo mpaka sasa hivi, ambalo linajenga taswira ambayo sio nzuri na kuweza kuchafua sasa ligi yetu ya Tanzania, mwisho wa siku ikashika mkia huko hapa barani Afrika. Kama tu viongozi wameona kama sasa kumeshakuwa changamoto na mawazo yao wameishia hapo, haimaanishi kwamba wameshindwa kuendelea kuongoza mamlaka ya soka. Hapana, bali upeo na uwezo wao umeshaishia hapo. Sasa mimi ushauri wangu, na pia nafikiria kwa nini wasichukue hatua ya kuweza kujihuzuru, wakakaa pembeni, ili wakaja watu wengine ambao wako updating, ili tumradi kwamba kuona sasa ligi yetu iendelee kubaki pale nafasi ya 4, na tuweze kuwa bora zaidi, na tuweze kupanda kwenye viwango vya juu, tukaweza pia kushika nafasi ya kwanza hapa Afrika. Inawezekana kwa asilimia kubwa. Kwani tumefikaje kwenye nafasi ya 4 tushindwe kushika nafasi ya kwanza? Lakini Wallace Karia na timu yake yote kiujumla, pamoja na bodi ya ligi, ushauri wangu ili nchi hii kwenye michezo iweze kuwa salama, ni lazima wachukue hatua ya kuweza kujihuzuru mara moja. Bila hivyo itakuwa ni changamoto kubwa sana, na kama jinsi tulivyosikia Watanzania wote kiujumla, nafikiri kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia na wasamaria mida hii na wakati huu, kwamba vikao vinaendelea vya bodi ya ligi, lakini pia vikao wazee wa Young Africans, wanachama wanaendelea kukaa vikao
vya mara kwa mara kuona namna gani ya kuweza kujipanga tarehe 15. Young Africans tarehe 15 mpaka sasa hivi taarifa tuliokuwa nayo watakuwa wana mechi ya kirafiki Embu Ona. Yaani bodi ya ligi imepanga tarehe ya dabi ambayo ilishindikana kuchezeka Machi 8, wamepanga tena tarehe 15. Lakini pia Young Africans, wanachama wake pamoja na uongozi wa Young Africans, wao wana mpango wao wa kwenda kucheza nje ya nchi mechi ya kirafiki. Huoni kama hapo sasa tunaenda kuharibu mfumo wetu ambao tumeutengeneza kwa gharama kubwa? Tumetengeneza kwa gharama ambayo kwa sasa hivi tukisema kwamba twende kutengeneza ule mfumo ambao umetufanya sisi tushike nafasi ya 4, inakuwa ni gharama kubwa mno. Mimi wazo langu lile ambalo mimi nilolisema kwamba ili michezo yetu iweze kuwa salama, ni lazima Wallace Karia pamoja na mwenyekiti Mguto wa bodi ya ligi waweze kujihuzuru mara moja, ili waje watu wengine ambao sasa watakaoendana na mfumo wa vilabu hivi viwili kati ya Simba na Yanga, kwa sababu mpaka sasa hivi vilabu hivi viwili Simba na Yanga pamoja na bodi ya ligi viko separated. Yaani na Simba na bodi ya ligi inawezekana wako sambamba kutokana kwamba kwa maslahi binafsi ambao walishayatengeneza hapo awali. Lakini Young Africans na bodi ya ligi mpaka sasa hivi sura zao zimekaa kwa umbali sana, ambako hakuna maelewano. Ukiachana pia na bodi ya ligi, mpaka sasa hivi TFF, Wallace Karia na pamoja na viongozi wa Young Africans hawana maelewano. Sasa nini kitakachotokea sasa baada ya hapo? Kwa sababu vilabu hivi viwili ndio vilabu vikubwa ambavyo vinaenda kubeba vilabu vingine vidogo vidogo ambavyo viko nyuma. Sasa endapo kama vilabu hivi vikaenda kuendelea na mizozo na kutokuelewana pamoja na viongozi wa TFF na bodi ya ligi, tafsiri yake kwamba sasa ligi ya Tanzania inaenda kufa. Na nimesikia kuna kauli ambazo mbalimbali zimetamkwa tarehe 6 sikosei na wazee wa Young Africans, wakisema kwamba endapo kama tarehe 15 mamlaka husika wakawa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, referee ameingia na Simba wamepeleka mechi pale uwanjani, Young Africans wamekula tena viapo vingine kwamba wao tena hawatoshiriki tena ligi ya Tanzania, wataenda kushiriki ligi hata ya Zanzibar. Tayari kuna tengenezo sasa mitafaruku ambayo kumbe tunaweza kwamba tuka isolve mapema na haya mambo yakaisha. Maana yake kwamba unapotengeneza jambo, basi kubali na madhara ambayo yatakayotokea kwa wakati husika. Bodi ya ligi na TFF mmetengeneza majanga ambayo kwamba sasa hivi mnashindwa kuyamaliza. Mmekoroga uji wa moto ambao mmechanganya na pilipili, mnashindwa kuunywa na kumaliza kutokana kwamba unavowasha kwenye ulimi unashindwa kustahimili. Kama sasa mmeona mmeyatengeneza haya, mmeshayakoroga, mnashindwa namna ya kuweza kuyanywa, basi muyateme ili sasa mpira wetu uwe salama, ili ligi yetu iwe salama, isiwe na mauza ambayo yasiyokwisha. Zanzibari wenzetu wanatushinda, ligi yao ni bora, mwisho wa siku tutapitwa sisi sasa, mwisho wa siku hata kimaendeleo pia watatupita Zanzibari. Zanzibari ni kijinchi kidogo sana ambacho kimemezwa na Tanzania bara. Kwa nini sasa sisi tusiheshimu basi? Tusiheshimu furaha za Watanzania? Kwa nini tusiheshimu michezo yetu ambayo tumegaramikia kwa muda mrefu mpaka sasa hivi tumeitunza na kuona kwamba hii ndio sehemu yetu ya kutafutia riziki, lakini pia furaha yetu ipo kwenye michezo. Watu wanataniana, watu wanafanya hivi, watu wanafanya hivi. Ndo Tanzania wanapenda furaha na amani. Sasa inapotokea tu mtu mmoja au watu wawili mmeshindwa namna ya kuweza kuhendo matatizo haya ambayo yametokea, kwa nini msijihuzuru ili michezo yetu iwe salama? Kwani kuna nini kwenye hivyo viti?
Jamani, ifikie hatua kwamba usilazimishe. Watu hawakupendi. Usilazimishe vitu ambavyo haviwezekaniki. Yaani unang'ang'ania tu mahali ambako kwamba unaona kabisa kwamba mimi hapa nang'ang'ania mahali ambako naenda kuichafua Tanzania. Naenda kuifanya Tanzania inione mimi sifai, sistahili. Umetumikia michezo, umefikia hatua mahali ambako sasa watu hawakutaki au watu wanaona kama wewe haustahili, basi ni bora tu ukajingatua, ukakaa pembeni, ili ile furaha ya Watanzania iendelee kubaki pale pale na waweze kuenjoy siku zote ambazo wao wanajiona sisi michezo na ndio sehemu yetu kutafutia riziki, ndio sehemu yetu ya kufurahi. Mtu kaachika na mumewe, furaha yake na stress zake anaenda kutoa siku ya soka. Acha watu wa enjoy. Mimi huo ndo ushauri wangu. Mimi kama Profesa Mandela, huo ndo ushauri wangu, kwamba na washauri viongozi wa bodi ya ligi mpaka sasa hivi na TFF hawana sababu ya kulazimisha wao kuwa viongozi wa Tanzania bara kwenye idara ya michezo. Wanapaswa kujihuzuru mara moja ili michezo yetu iwe salama. Kwa nini nchi yetu yani inaenda kutikisika kila engo? Ukija engo hii hapa kuna tikisika, kuna waka moto. Ukija engo hii hapa kuna tikisika, kuna waka moto. Je, Watanzania furaha yao au hatima ya haya mambo itakuwaje? Kwa nini tusiyafanye mapema ili tusilete dhuruba? Ni kama tu vitabu vya kuna kitabu cha dini cha Wakristo, kulikuwa kuna kikundi cha watu kilikuwa kipo kwenye boti, siji kwenye meli, kipo kwenye bahari. Ile meli siji boti, ule mtumbu ulikuwa kwenye bahari, safari inaendelea. Ilikuwa ni jahazi. Mle ndani kulikuwa watu kama 15, 20 mpaka 30 mpaka 50. Lile jahazi likaanza kupatwa na dhoruba ya upepo wa bahari. Wakaanza kuulizana pale kwamba ni nani ambaye anasababisha hii dhoruba? Hapana, kuna mtu ambaye ana dhambi kwenye boti hili au kwenye jahazi hili. Huyu anapaswa huyu kusimama na kusema kwamba ni mimi ambaye nasababisha dhoruba. Lakini watu walikaa kimya kwenye jahazi na jahazi likaendelea kupatwa na dhoruba. Mwisho wa siku maisha ya watu yakawa kwenye hatari, lakini mwisho wa siku wakapiga kula zikamwangukia nani? Yona akakamatwa, akatoswa baharini. Mwisho wa siku samaki akameza, samaki akaenda kumtupa huko. Na ndicho kinachotakiwa jamani. Tusilazimishe madaraka ambayo wananchi hawakutaki. Wana Simba hawakutaki, wana Yanga hawakutaki, Azamu hawakutaki. Nini kinachokufanya uanganie kwenye hicho kiti? Yaani una miaka 65 bado unaendelea kulazimisha madaraka ambayo uwezo nayo huna. Kwa nini tusiwaachie vijana wenye damu changa na wenye nguvu na wenye kuona namna gani michezo yetu tunaenda kuiboresha na ligi yetu ikashika nafasi ya kwanza mpaka ya pili? Kwani sijui nisemeje, lakini mimi natoa tu ushauri kwenye vyombo vinavyosimamia mamlaka ya soka hapa Tanzania. Yaani hakuna sababu ya kuweza kung'ang'ania madaraka, kwa sababu Young Africans mpaka sasa hivi tumeona kiujumla na tunasikia vikao vyao kwamba endapo wao wakiona mpaka tarehe 15 viongozi wa bodi ya ligi hawajajihuzuru, basi wao wanachukua hatua ya kuweza kufanya maandamano nchi nzima ya Tanzania, mikoa yote ya Tanzania. Young Africans wanaenda kufanya maandamano kwa ajili sasa ya kuona namna gani ya kuweza kuwatoa kwa nguvu kwenye hivyo viti. Kwa nini msubiri aibu? Kwa nini msubiri mtolewe kwa nguvu, kwa makelele? Kwa nini msijihuzuru nyinyi wenyewe? Nyinyi wenyewe tumwamue kwamba ngoja sisi tuachie ngazi, waje wengine ambao watakaoweza kutuliza hii fujo ambayo sasa hivi inayoendelea. Ni lazima tuwe na uzalendo. Ni lazima tupende mpira wetu wa miguu, kwa sababu ndio sehemu yetu ya maisha yetu sasa hivi iliyobaki. Upande wa pili kuna waka moto,
upande huku pia kwenye furaha ya Watanzania kuna waka moto, viongozi wanang'ang'ania madaraka, kuongoza kwenyewe ni changamoto, ni fujo mtindo mmoja, yani sijui nisemeje, kumeshakuwa na tafarani kila kona. Ukigonga huku, ukigonga huku, ukigonga huku, ukigonga huku, ukiingia, basi kuna wengine wanakimbilia sehemu ambako labda wanapata faraja, nako pia kule kuna blokiwa. Yani embu jamani, sisi ni Watanzania, nchi yetu ni ya amani, nchi yetu ni ya upendo, nchi yetu imelelewa kwenye misingi ya kuona kwamba sisi kama tuko peponi. Nchi yetu imeshapandikiziwa amani miaka huko ilikotoka, enzi za Rais Julius Kambarage Nyerere. Hii nchi sio ni ya mtu mmoja, hii nchi ni ya Watanzania wote. Kila mmoja ana haki ya kula tunda la amani. Tusiishi kwenye mifumo ya ubinafsi, mtu mmoja akasababisha watu mamilioni wakakosa amani na kuona kwamba sasa hii nchi tumekuwa wakiwa sasa na tuna haja kwenda kukimbilia labda nchi jirani Kenya. Hapana, ni lazima tupendane. Vyombo vyote vinavyosimamia mamlaka ya soka, vinavyosimamia mamlaka fulani, hebu tuone namna gani ya kuweza kubalance hii hali ili Tanzania sasa iweze kuwa na amani.